Aya hizi zinazungumzia history ya wahi kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walishatumwa mitume kabla yake na wamepewa vitabu, na Allah anatusimulia jinsi vitabu hivyo na mitume hao walivyopokelewa na umma zao. Aya tuliyosoma jana inasema inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Sisi tuliteremsha Taurati, kitabu cha mwongozo. Ndani yake kina mwongozo na kina nuru kwa ajili ya watu waliopelekewa kitabu hicho. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu, walihukumu kwa sharia za kitabu hicho manabii ambao kwa dhati walikubali kuyatekeleza maagizo ya Allah, walijisalimisha kwa Allah. Walitumia sharia za kitabu hicho lilladhina hadu, walipowaongoza wale watu waliojifanyia dini ya Uyahudi. Warabbaniyuna wal ahbaru, na wale wanawachuoni na viongozi wa dini katika jamii hizo walitumia sharia hizo vile vile. Kwa nini hawa manabii na wanawachuoni na viongozi wa dini walitumia hizo sharia? Bima stuhfidhu min kitabillahi, walilazimika kuzitumia sharia za kitabu kwa sababu agizo walilopewa, waliambiwa wakihifadhi kitabu cha Allah kwa kukitia kwenye matumizi. Walikuwa hawana namna, lazima wakifanyie kazi, na wao walikuwa watiifu, wanatii maagizo ya Allah. Kwa hiyo walifanyia kazi Taurati manabii na viongozi wengine wa jamii hiyo ya wana wa Israeli waliokuwa wako upande wa Allah. Wakanu alaihi shuhada, na waliishi hivyo kwa kuifanyia kazi Taurati. Kwa hiyo hawa wanaosema hawalazimiki kumfuata Muhammad wanatosheka na sharia zao, si wa kweli, kwa sababu sharia zao na kitabu chao kiliwaelekeza kwamba atakuja huyu mtume na wanalazimika akija wamfuate kwa wale watakaokutana naye. Sasa kama hawataki, mtume ameambiwa fala takhshawun nasa wakhshawni, kaambiwa mtume awaambie hao watu wa kitabu. Wengi wao wanafahamu ukweli, lakini hawawezi kutekeleza ukweli kwa sababu juu yao kuna viongozi wenye power, wanawaogopa. Kama yule msomi aliyeulizwa na mtume, kwa kiapo alichoapishwa, anasema kwa sababu umeniapisha nitasema kweli, lakini kama hukufanya hivyo nisingekwambia ukweli. Kwa hiyo wanawaogopa watu wakubwa wao wa dini, wakuu wa dini. Fala takhshawun nasa, basi nyinyi watu ukweli mnaufahamu, tekelezeni ukweli, msiwaogope watu. Wakhshawni, niogopeni mimi Mola wa watu. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, wala msinunue kwa kupitia aya zangu thamani ndogo ya dunia. Allah akamalizia maneno yake kwa kusema waman lam yahkum bima anzala Allah. Wewe ukijisikia si lazima ufuate maagizo ya Allah, sawa, fuata utakachotaka, lakini hukumu ya Allah iliyopo inasema waman lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote asiyehukumu kwa amri aliyoteremsha Allah, faulaika humul kafirun, au ni makafiri. Hata kama wanajiita wanayo dini, wamekufuru tu, na wakifa hivyo hawahesabiki kuwa ni Waislamu, wanakufa makafiri. Leo tunaondokea kwenye aya 45. Wakatabna alaihim fiha, tuliwafaradhishia kwenye kitabu chao hicho cha Taurati. Katabna alaihim, tumewafaradhishia. Kama sisi tunavyoambiwa kutiba alaikumul qisasu, mmefaradhishiwa sharia ya kulipiza kisasi. Kutiba alaikumus siyamu, mmefaradhishiwa ibada ya funga. Na Allah anatuambia watu wa kitabu, wakatabna alaihim fiha, tuliwafaradhishia kwenye hicho kitabu chao, anna nafsa bin nafsi, sharia ya kisasi kwenye mambo ya jinai, roho kwa roho. Yani mtu akiua
akaitoesha roho ambayo haikustahiki kuuawa, na yake itolewe au wawe. Ndio hiyo nafsa bin nafsi. Kaua mtu na yeye muuaji auawe, ndio solution pekee. Wala aina bil aini, jicho kwa jicho. Kamtoa mtu jicho na lake litolewe. Mahakama ikijiridhisha huyu kweli kafanya kosa hilo kwa maksudi, basi hukumu yake, adhabu yake, na yeye jicho lake linatolewa. Wal anfa bil anfi, na pua kwa pua. Kamnyofoa mtu pua na pua yake na yeye inanyofolewa, aishi na yeye kama anavyoishi yule aliyemfanyia. Wal udhuna bil udhuni, kamtoa sikio na lake litolewe. Wasinna bisinni, kamngoa mtu jino na yeye jino lake litolewe. Wal juruha qisas, na majeraha yanalipiziwa kisasi. Kama kamchinja mtu kwa kisu, kamchoma kwa jiti, jeraha linapimwa depth yake, length, yani urefu kutoka huku mpaka hapa, na kima kwenda chini imekwenda sentimita ngapi au milimita ngapi. Panasetiwa vifaa na yeye anapewa jeraha kama lile. Sasa kama sharia inafanya kazi, ni kama tulivyopitia kwenye suratul Baqara, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi. Nyinyi mkitekeleza hii sheria ya kulipiziana kisasi kwenye mambo ya jinai, ndo mtakapokuwa mnalinda maisha yenu, kwa sababu mtu anayefanya jambo hili atakuwa anajiuliza mara mbili, nitafanyaje mpaka nisijulikanwe? Kwanza itabidi afikirie hivyo, na je, nikijulikanwa na mimi nitafanyiwa? Kwa hiyo anaweza akajizuia kumfanyia mtu jinai kama hizi, kwa sababu na yeye hayuko radhi aje afanyiwe. Kwa hiyo mkitekeleza hizi sheria, ndo mnahifadhi maisha yenu nyinyi wenye akili. Kwa hiyo hii ni mafunzo kwa Waislamu, imekuja kama aya kwenye Qur'ani. Wale wanaokuwa wakaichukia Qur'ani kama hao watu wa kitabu, ndo wanakumbushwa sharia hizi hata kwenye kitabu chenu zilikuwemo. Nyinyi kwa sababu mnapenda kupingana na Allah, mmezifuta au mmezirekebisha au mmeziacha kama zilivyo, hamsomi, hamzifanyii kazi. Lakini sharia zote zinatoka kwenye masdari moja, Allah ndo yule yule, na hizi zinafanya kazi kwenye maisha ya binadamu, kwa sababu binadamu wenyewe ndo nyinyi. Wakatabna alaihim fiha, tuliwafaradhishia watu wa Taurati kwenye hiyo Taurati yao, anna nafsa bin nafsi, kwamba katika mahakama kwenye masala ya kesi za jinai, anayetoesha roho na yeye roho yake itoeshwe. Yani faradna ala alyahudi fi Taurati, tuliwafaradhishia Mayahudi kwenye kitabu chao cha Taurati, anna nafsa tuqtalu bin nafsi, roho ya mtu itatolewa ikiwa nayo ilitoa roho ya mtu mwingine. Anauawa mtu kwa sababu na yeye kaua, anayeua na yeye auawe, ndo maana yake. Wamefaradhishiwa hivyo. Wala aina bil aini, jicho kwa jicho. Wamefaradhishiwa kwenye kitabu chao kwamba mmoja wapo katoa jicho la mwingine, na yeye jicho lake litolewe, yeye na aliyemfanyia vile waishi sawa sawa. Kamtoa jicho na yeye anatolewa jicho. Yani tufqa'u bil aini idha fuqi'at biduni haqqi, anatolewa mtu jicho kwa kosa la kumtoa mwenzake jicho pasi na haki, yani kamdhulumu. Adhabu yake na yeye afanyiwe kile alichomfanyia mwenzake. Wal anfa bil anfi, al anfu ni pua. Kamnyofoa mwenzake pua, na yeye pua yake inanyofolewa kwa amri ya mahakama. Mahakama ikishasikiliza kesi, ushahidi umetimia,
imejiridhisha mahakama mtendaji kosa katenda kweli, anapewa adhabu hiyo na yenye pua yake inaondolewa. Yujda'u bil anfi idha quti'a dhulman, inalipiziwa kisasi pua iliyongolewa ikiwa ilingolewa kwa dhulma. Aliyemngoa mwenzake pua na yake inaondolewa. Wal udhuna bil udhuni, na sikio kwa sikio, yani maana yake tuqta'u bil udhuni, sikio la mtu litakatwa kisheria kabisa ikiwa huyo mwenye sikio na yeye alimkata mwenzake sikio. Wasinna bisinni, na jino ambalo mtu kangolewa kwa kusudi. Umempiga mwenzako kichwa, meno mawili yametoka, na wewe hata kama hukupigwa kichwa, lakini meno yako mawili yale yale yatoke. Yuqla'u, yanangolewa meno, au linangolewa jino la mtu bisinni, kwa sababu ya jino alilomngoa mwenziwe. Waljuruha qisas, na majeraha madonda nayo yanalipiziwa kisasi. Ukimsababishia mwenzako madonda au donda, basi na wewe utalipizwa kwa kufanyiwa vile vile. Yuktasu min janiha, patalipizwa kisasi kwa mtu aliyefanya jinai ya kumsababishia mwenzake jeraha. Bi an yuf'ala bihi, na yeye aliyemsababishia mwenzake jeraha afanyiwe mithla ma fa'alahu, mfano alichokifanya kumfanyia mwingine. Bil mujni, alomfanyia mwenzake aliyofanyiwa jinai, yule aliyefanya jinai na yeye afanyiwe kama jinai aliyoifanya. Wa hadha fil jarahi allati yumkinu fiha almumathala, haya yatatekelezwa mahakamani kwa yale majeraha ambayo inamkinika kuyafanya kama vile alivyofanywa. Kuna majeraha mengine huwezi kupima wala kurejesha vile vile. Kamchoma mtu kisu, kinapimwa kidonda, mchomaji na yeye alipiziwe vile vile, sentimita ngapi kwenda ndani au milimita ngapi kwenda ndani. Basi panawekwa vifaa vya kwamba hichi kisu kikiingizwa mwisho kitakoma hapa, ndo urefu unaotakiwa, na yeye anapigwa donda pale pale vile vile alivyompa mwenzake. Wala yukhafu ala nafsi minha, hapaogopewi chochote kuhusu nafsi katika kutekeleza sharia hizi za Allah. Yani sharia nyingine ngumu kwa sababu watu wanafanya magumu, ili yakomeshwe ya magumu, basi lazima sharia hizi zifanye kazi. Faman tasaddaqa bihi, aya inasema mtu yoyote anayeridhia, tasaddaqa sio katoa sadaka. Waman tasaddaqa bihi, atakayefanya jinai akapelekwa mahakamani, kwenye mahakama ya Kiislamu, mahakama ikatoa maamuzi na muhusika akaridhia kutekeleza adhabu, ndio hiyo tasaddaqa bihi, karidhia adhabu iliyotolewa na mahakama, ikatekelezwa kwake ile adhabu. Fahuwa kafaratu lahu, hii inakuwa ndo kafara ya kosa alilolifanya. Yani kaua mtu, ushahidi ukakamilika, akapelekwa mahakamani, mahakama ikajiridhisha na ushahidi uliotoka, ikatoa maamuzi na yeye auawe, akapelekwa mahala akauawa. Fahuwa kafaratu lahu, hii kuuawa kwake inakuwa ndo kafara ya kosa alilolifanya. Bimaana kafanya kosa, sharia ya Allah imetumika, kahukumiwa, kakubali ahukumiwe, ili kosa ndo limeisha. Kwa Allah haendi kushtakiwa tena kwa kosa hili, kwa sababu ile sharia iliyotumika ni ya Allah mwenyewe. Kamngoa mtu jino, ushahidi ukakamilika, akangolewa na laki, karidhia sharia ilivyofanya kazi yake. Fahuwa kafaratu lahu, inakuwa ndo kafara yake, ili kosa mpaka kwa Allah ndo limeisha. Mmeifahamu maana yake? Hata akiondoka duniani akenda kwa Allah
kwa kesi hii keshamalizana naye, hata hukumiwa tena. Lakini kaua, alafu mnasema mfungeni miaka 28, atatumikia miaka 28 na kesi yake ya kudhulumu bado ipo, na nyinyi mtakuwa mmefanya kesi ya kumdhulumu yeye. Sharia mlompa sio muafaka wala hajairidhia Allah. Kwa hiyo sharia za Allah zikifanya kazi kwa wahusika, hiyo kesi inakuwa kwa kweli imemalizika mpaka kwa Allah mwenyewe, haitokwenda kuulizwa tena. Qala Ibn Abbas, na amesema Bwana Abdullah ibn Abbas, yani faman afa anil jani, mwenye kusamehe akamsamehe mtu aliyefanya jinai. Mtu wako kapewa jeraha na ukajiridhisha fulani ndo kampa jeraha, lakini wewe ambaye mtu wako kapewa jeraha ukasema nimesamehe, sharia inakubali ya Kiislamu. Faman afa anil jani, mwenye kumsamehe aliyefanya jinai, watasaddaqa alayhi, akatasaddaqi kwa sababu ya kumsamehe kwake, fahuwa kafaratun lilmatlubi, inakuwa ni kafara ya lile lililotakiwa kufanywa. Tafsiri nyingine hiyo. Wa ajru litalibi, pia panapatikana ujira kwa huyo ambaye kafanya hiyo sadaka, katasaddaki, kasamehe. Wote wanapata ujira kwa sababu kusamehe ni bora zaidi. Hata Allah anapenda kusamehe. Kwenye suratul Isra iko, waman qutila mazluman, mtu yoyote anayeuawa kwa kudhulumiwa, faqad ja'alna liwalihi sultana, wali wa aliyeuawa tunampa pawa ya kisheria, sauti yake itasikilizwa mahakamani. Fala yusrif fil qatli, lakini na huyo aliyepewa pawa ya kisheria asifanye israfu kwenye mauaji. Kwa hiyo inawezekana mtu kauawa mwanawe, baba yu hai, kesi ikenda mahakamani, muuaji kapatikana, mahakama itamsikiliza wali wa marehemu. Akisema nimesamehe, basi mahakama itasema case dismiss. Kapewa pawa kwa katumia mwenyewe kwa aina hiyo, nimesamehe, mahakama itaheshimu maamuzi yake na kesi itakuwa imeisha. Wakala Tabari, mwanachuoni mwingine Tabari amesema, man tasaddaqa, mwenye kutoa sadaka au kusamehe, min ashabil haqi, katika watu ambao wana right ya kudai haki yao. Yani huyu kauawa mwanawe, alikuwa anasema mimi nataka kisasi, aliyeuwa na yeye auawe, lakini tasaddaka kwa kusema nimemsamehe, lakini asiwe na ajenda nyingine nyuma ya pazia, asamehe kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo mwenye kufanya hivi, waafa, kaachia kesi na akasamehe, fahuwa kafaratu lahu ay lilmutasaddiq, inakuwa ni kafara kwa huyo aliyetasaddaki, aliyesema nimesamehe. Wa yukaffiru Allahu dhunubahu, na Allah na yeye humsamehe dhambi zake kama anazo, liafuihi, kwa sababu ya yeye kasamehe jambo ambalo alikuwa ana haki asisamehe. Yeye akisamehe na yeye husamehewa kafara ya makosa yake yeye binafsi. Wa isqatihi haqihi, alikuwa ana haki ya kisheria lakini kakubali kuiacha kwa ajili ya Allah, basi Allah na yeye humsamehe. Hayo ni kauli za wanawachuoni. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, sharia ziko hivyo kwenye maisha yenu ya kijamii. Lazima kama mnataka maisha jamii iende sawa, mufanye haya mambo. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote ambaye hahukumu kwenye masala ya kesi kwa amri au sharia alizoteremsha Allah, fa ulaika humuz zalimun, au wanakuwa ni madhalim, wanamdhulumu hata huyo mwenye kesi, kwa sababu watampa sharia sio kama wale ambao kazini wamempaka masinzi usoni,
Alafu wanamwimbia kindumbwe ndumbwe charira, basi ndo wanamuadhiri mitani, anasema hii adhabu bora zaidi kuliko ile tulopewa. Kwa hiyo wanadhulumu haki ya Allah, wanawadhulumu na ambao ingelikuwa wametekelezewa ile sharia ndio ishasamehewa, wanafanya sivyo. Waman lam yahkum bima anzala Allah, asiyehukumu kwa utaratibu sharia alizoamrisha Allah, faulaika humuz zalimun, hawa wanakuwa ni mazalim. Yani almubalighuna fi dhulmi, wanakuwa wamepitiliza katika dhulma, wamefanya dhulma kupitiliza. Kwa nini? Limukhalafati shar'i llahi, kwa sababu ya kuipinga sharia ya Allah. Anasema Allah ana sharia za kidikteta mbaya, ngumu, hazitekelezeki. Kwa hiyo kiumbe anamkosoa muumba wake, kapitiliza katika dhulma kwa sababu ya kuikataa, kuireject haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ifuatayo nasema waqafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam, kwenye athari ya hao mitume waliokuja kuanzia Musa na waliokuja anbiya baada ya Musa, waliotumia sharia za Taurati. Qafaina ala atharihim, tulifuatisha kwenye athari za hao waliotangulia, tumeleta baadaye baada ya hao bi Isa ibn Maryam, tukamleta Isa mtoto wa Maryam, na yeye ni rasul vile vile. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, Isa tumempeleka kwa wana wa Israeli kama mtume, na kaenda kuyasadikisha maagizo ya vitabu vilivyomtangulia, au maagizo ya kitabu kilichotangulia katika Taurati. Isa ni mtume kwa Bani Israeli, kapewa kitabu cha Injili, lakini pia na Taurati ilikuwa ni kitabu chake. Kasoma Taurati na Injili yake na kavifanyia kazi vitabu vyote viwili. Ndio Allah anachosema waqafaina ala atharihim, tulifuatisha kwenye athari ya hao waliotangulia kuifanyia kazi Taurati, bi Isa ibn Maryam, kwa kumtuma mtume mwingine Isa mtoto wa Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, Isa akayasadikisha maagizo ya kitabu yaliyokuja kabla yake, mida Taurati, katika Taurati. Atba'na, tulifuatisha ala athari nabiyin, kwenye athari ya wale manabii kuanzia Musa ambaye ni rasul na wale anbiya walokuja baada yake. Kaja Musa kafanya kazi, muda wake ulipokwisha kaondoka. Wakatumwa manabii, baada ya nabii anakuja nabii, hatimaye akaunganishwa na Isa ibn Maryam. Wa arsalnahu, tumemtuma Isa aqibihim, baada ya hao manabii. Hawakutajwa idadi yao wangapi, lakini walikuja manabii baada ya nabii Musa alayhi salam. Katumwa Isa baada ya hao, musaddiqan lima taqaddamahu, kaja kuyasadikisha maagizo ya kitabu kilichotangulia kabla yake, mina Taurat, maagizo yaliyomo katika kitabu cha Taurati. Kwa hiyo Isa aliifanyia kazi Taurati, kaisoma Taurati na kaifanyia kazi Taurati. Kama kuna kesi anahukumu kwa sharia za Taurati. Wa atainahu al-Injil, na yeye mwenyewe Isa tulimpa kitabu chake cha muongozo kinaitwa Injil. Fihi, kwenye Injil, hudan wa nurun, namo kuna muongozo na kuna nuru, kama tulivyosifiwa Taurati fihi hudan wa nurun, na Injil fihi hudan wa nurun. Kwenye vitabu vilivyotoka kwa Allah, ndani yake mna muongozo kwa watu na mna nuru ya kuangazia lipi ndilo lipi silo, lipi jema lipi baya, lipi linafaa na lipi halifai. Anzalna alayhi al-injila, tumemteremshia Isa Injil, fihi hudan ila al-haqi,
Injili ina mwongozo wa kuwaelekeza watu kwenye haki. Wa nurun yustadau bihi, na ndani ya Injili kuna nuru ambayo watu wanaangaziwa, wanapewa mwangaza. Fi izalati shubuhati, mwangaza huu wanautumia kwenye kiza cha utatanishi. Mwangaza wanaopewa kwenye hicho kitabu unawasaidia kuondosha shubuhati, mambo yenye utatanishi yasiyofaa. Ukisoma kitabu cha Allah utakuwa unao uwezo wa kupambanua lipi ndilo na lipi silo. Yako mambo ambayo watu huyatia kwenye jamii yakawachanganya wasiokuwa na ilmu, lakini kama wanakisoma kitabu cha mwongozo, ule mchanganyiko unaondoka, ndio ikaitwa nuru. Kama umo kwenye kiza cha kutatanishwa, hujui lipi ndilo lipi silo, soma vizuri kitabu cha mwongozo, utapata huo mwangaza wa kukuangazia ujue, kumbe lililo ndilo ni hili halifai. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, na Injili tuliyompa Isa haikuja kupingana na kitabu kilichotangulia, bali imekuja kusadikisha maagizo ya kitabu kilichokuja kabla yake cha Taurati. Hakuna kitabu anatuma Allah kinapinga kitabu kilichotangulia, na hakuna mtume aliyetumwa na Allah akija akamkejeli mwenzake yoyote katika waliotangulia kupewa kazi kabla yake. Wote wanasadikishana, wanapeana nguvu, wanakubaliana kazi zao. Kwa hiyo Injili kuja kwake sio kwamba kuna makosa kwenye Taurati, kwa hiyo Injili imekuja kukosoa yaliyoko kwenye Taurati. Hapana, Injili imekuja kutia nguvu, kusupport yale yaliyokuwemo kwenye Taurati. Mu'tarifan bi annaha min indillah, Injili imekuja kuwafahamisha watu kwamba kitabu cha Taurati maagizo yake yanatoka kwa Allah yote. Watakriru, na hii Allah kurudia maneno kama anavyosema fihi hudan wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah. Kurudia hii liziyadati at-taqriri, ni kumzidishia yule mwenye kusoma umakini wa kukubali kilichopo kwamba hichi ni sawa, hakina shaka. Anayesoma anazidi kupata utulivu kwamba anasoma kitu ndicho kimesisitizwa, kimerudiwa, ni kitu sahihi. Wa hudan wa mau'izatun lilmuttaqin, na pia kitabu cha Injili alichopewa Isa kina mwongozo na mawaidha ya kutosha, lakini kwa watu wenye ucha Mungu, watu wanaojua sisi ni viumbe na yupo muumba wetu, tunapaswa kufuata maagizo yake. Wakisoma kitabu cha muumba wanapata mwongozo, watu ambao wanatakwa, wanaheshimu maagizo ya muumba. Yani kitabu cha Injili alichopewa Isa, Allah anasema hudan wa mau'izatun lilmuttaqin wa hadiyan, kitabu hichi ni kitabu kiongozaji, kinaongoza. Wa wa'izan, na kitabu hichi kina mawaidha ndani yake. Lilmuttaqin, lakini wanaowaidhika kwa kitabu ni watu wacha Mungu. Wengine kitabu wanakisoma au kinasomwa wanakisikia, alafu kama hawajasikia kitu vile wakabaki na misimamo yao na mambo yao, hawabadiliki. Wacha Mungu ndio ambao wananufaika, wanarekebishika na kitabu au wanawaidhika na maneno ya kitabu. Aya hii nayo Allah akaifungia hivi, waliyahkum ahla al-injili bima anzala Allahu fihi. Kwa hiyo kitabu tumekileta, lengo la kuletwa hicho kitabu, watu waliopelekewa Injili ndo ahlul injili. Waliyahkum ahlul injili, wahukumu basi watu wa Injili bima anzala Allahu fihi, kwa sharia ambazo Allah ameteremsha. Inawezekana kuna mambo kwenye Injili hayamo, lakini Injili yenyewe imewaelekeza warifaa kwenye Taurati, ndio hiyo musaddiqan lima baina yadayhi. Kwa hiyo watu wa Injili wahukumu kwenye mambo yao ya kijamii na masala ya jinai
kwa sharia alizoteremsha Allah kwenye kitabu chake. Yani wa ataina Isa ibn Maryam al-Injil, Isa mtoto wa Maryam tumempa kitabu cha Injil. Wa amarnahu, tukamwamrisha Isa, wa atba'ahu, yeye na wafuasi wake, bilhukmi bihi, mnapaswa kama waumini muhukumiane kwa sharia za kitabu hichi. Isa mwenyewe na waliomkubali, Allah anasema amarnahu, tumemwamrisha yeye mwenyewe mtume wao Isa, wa atba'ahu, na wafuasi wake, bilhukmi bihi, wahukumiane kwa mwongozo uliopo kwenye kitabu hichi. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, na kanuni ya Allah iko pale pale. Mtu yoyote ambaye kapelekewa sharia akakataa kuhukumu kwa alichoteremsha Allah, faulaika, watu kama hao, humul fasiqun, hawa mbele ya Allah wanaitwa mafasik. Fasiki ni mtu muhuni, muasi, aliasi kwao. Kwa hiyo kwanza kasema ni makafiri wasiohukumu kwa mwongozo wa Allah. Pili kawaita ni madhalim, wasiohukumu kwa mwongozo wa Allah. Tatu kawaita ni mafasik, wasiohukumu kwa mwongozo wa Allah. Yani waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humul fasiqun, maana yake faulaika humul mutamarriduna alkharijuna anil imani wa taatillah, hawa ni watu wenye makosa makubwa ambao wametoka kwenye imani, hiyo imani ambayo wametumwa mitume waje waifundishe. Hawa wao wanahesabiwa wameikataa imani. Na halafu Allah anataka atiiwe, na kasema wama arsalna min rasulin illa liyutaa biidhnillah, nikituma mtume wangu na waamrisha niliyowatumia mtume huyo wamtii kwa amri yangu. Sasa wewe umeambiwa huyu kiongozi atakuongoza kwenye yanayokufaa, wewe ukamkataa, ina maana umemwasi Allah aliyemtuma. Ukimkataa aliyetumwa, umemwasi aliyetuma. Kwa hiyo huyu ni fasik, kahuni, kaasi amri ya Mola wake, asiye hukumu kwa mwongozo ambao unatoka kwa Allah. Lakini bado anadai yeye ni Muislamu, yeye ni mu'min. Allah anasema hamtambui kwenye imani, huyo kafir au dhalim au fasik. Halafu ayo ni kwa Musa na Isa. Aya ifuatayo Allah anasema wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqi. Historically hayo wenzako ndiyo niliowafanyia, na reaction ikawa kama unavyoona. Mazao ya kazi za wenzako ndo hawa watu wabishi wanaokukabili wewe Muhammad. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqi, na wewe ni mtume, tumekutuma kwa watu na tukakuteremshia kitabu kwa haki, tumekupa Qur'ani. Musa tumempa Taurati, mazao ndo hayo unayoyaona. Isa tumempa Injil, mazao ndo hayo unayoyaona. Na wewe tumekupa kitabu kwa haki, Qur'ani. Wa anzalna ilayka ya Muhammadun alqur'ana, na tumekuteremshia wewe Muhammad Qur'ani, bil adli was-sidqi. Kitabu tulichokupa sio kwamba wakipenda watumie, hapana, hakikuletwa bure bure. Manake haki ni kinyume cha batil. Allah hakuleta Qur'ani kwamba ni kitabu cha batil, mkipenda sawa, hamkupenda basi sina matatizo. Kimeletwa kwa lengo maalum, kifanyiwe kazi. Ndo maana bil haqi, bil adli, tumeleta kwa uadilifu wetu, wasidqi, na ni kitabu cha kweli kinachotakiwa kitiwe kwenye matumizi. Alladhi la raiba fihi, kitabu ambacho yaliyomo ndani yake hayana shaka, ni ukweli mtupu. Na hukumu za sharia zilizomo humo ni uadilifu mtupu. Asipozitaka mtu, yeye hataki uadilifu, ndo maana yake. Na we Muhammad tumekuteremshia kitabu kwa haki, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi. Kitabu chako cha Qur'ani tulichokupa nacho hakipingani na lolote kwenye vitabu vilivyopita. Musaddiqan lima baina yadayhi,
kitabu chako kinayasadikisha maagizo ya vitabu vilivyokuja kabla yake, wa muhaiminan alayhi, alafu kitabu chako tulichokupa wewe ndio compilation ya vitabu vilivyotangulia, hakipingi vitabu vilivyopita, kinathibitisha, kinasisitiza yaliyomo kwenye vitabu hivyo. Kwa hiyo ya Musa yamezungumzwa humu kwenye Qur'ani, ya Isa yamezungumzwa kwenye Qur'ani, yamezungumzwa ya Daudi kwenye hii Qur'ani, yamezungumzwa na waliokuja zama nyingi tangu Adam, na bali yamo kabla ya kuumbwa Adam, ndo kikaitwa muhaiminan alayhi. Hichi ni kitabu kilichocompile maagizo ya vitabu vyote na mitume wote aliowatuma Allah juu ya dunia hii, kapewa mtume Muhammad. Musaddiqan lilkutubi samawiyya, kitabu chako cha Qur'ani we Muhammad kinasadikisha vitabu vyote vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, allati sabaqathu, vitabu ambavyo vimetumwa kabla ya Qur'ani yako. Kwa hiyo ni majumuisho ya kazi zote walizofanya mitume kabla yako, ni majumuisho ya vitabu vyote vya muongozo alivyoleta Allah kwa ajili ya watu juu ya ardhi hii, yamo kwenye Qur'ani. Wa muhaiminan alayhi, alafu kitabu chako cha Qur'ani ndicho ambacho kimejumuisha kazi za mitume wote na vitabu vyote. Mu'tamanan alayhi wa hakiman, kitabu chako kinaaminisha maagizo ya vitabu vilivyotangulia, na kitabu chako ndicho hakim, kinachohukumu mambo yote yaliyokuja kabla yake, ala ma qablahu, yaliyokuja kabla ya kitabu chako, min alkutubi, katika vitabu tulivyovituma. Hichi ni kitabu kikubwa kuliko vyote, kimejumuisha kila kitu katika vilivyotangulia na hivi vilivyopita punde tu kabla ya kuja kitabu hiki. Qala Zamakhshari, amesema mwana wa chuoni Zamakhshari, ai, maana ya maneno haya aliyosema Allah, wa musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi, kitabu chako ewe Muhammad raqiban ala sairi alkutubi, kimefanya majumuisho ya dondoo ya vitabu vyote vilivyotangulia, liannahu yashhadu laha bisihhati wathibati, Qur'ani yako inavishuhudia vitabu vilivyokuja kwa watu umma zilizopita kwamba ni vitabu sahihi na viko sawa, vimethibiti. Ni kazi ya Allah, lengo kuja kuwaongoza viumbe wake hapa ardhini. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, ismul muhaimin, jina hili muhaimin kwanza ni moja kati ya majina yanayoitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe ni muhaimin na Qur'ani imeitwa muhaimin. Sasa anasema Ibn Kathir, jina hili muhaimin yatadhammanu dhalika fahuwa aminun wa shahidun wa hakimun ala kulli kitabin qablahu. Neno hili kupewa kwenye Qur'ani, jina lake hili linadhamini au lina maana ya kwamba kitabu hichi ni kitabu kilichoaminiwa, kitabu sahihi. Wa shahidun, alafu kitabu hiki ndiyo shahidi ya vitabu vingine. Wa hakimun, na kitabu hiki ndicho kinachohukumu mambo yaliyotangulia katika vitabu vilivyokuja kabla. Min kulli kitabin qablahu, kitabu hichi kinahukumu maagizo ya vitabu vyote vilivyokuja kabla yake. Jamaa Allahu fihi, amejumuisha Allah ndani ya Qur'ani mahasina ma qablahu, mazuri ya vitabu vyote vilivyokuja kabla yake kayaweka humu. Wazadahu, alafu Allah akaweka na ziada, akazidisha, minal kalimati, katika maneno. Vitabu vingine walivyopewa mitume walipita vilikuwa vifupi tu. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kuleta na sherehe, ikazidisha baada ya usahihi wa vitabu vilivyopita, alafu Allah akaongeza kidogo maneno. Ma laisa fi ghairihi, kwenye Qur'ani kuna maneno ambayo hayamo kwenye vitabu vingine, lakini vitabu vyote vimo humu kwenye Qur'ani walivyopewa mitume waliopita.
fahkum bainahum bima anzala Allah. Kwa hiyo Allah akampa mtume wake amri Muhammad, baada ya kumwambia tumempa Musa Taurati, tumempa Isa Injili, na wewe tumekupa Qur'ani. Kama tulivyowaambia wenzako wahukumu kwa vitabu vyao, tunakuamrisha na wewe Muhammad, fahkum bainahum bima anzala Allah. Wewe ndo judge, wewe ndo kadhi. Wakija na kesi zao na mambo ya jinai, wahukumu kwa mujibu wa sharia alizoteremsha Allah. Usije ukaona huruma ukasema kama walivyosema Mayahudi, tulikuwa hatuwezi kutekeleza kwa sababu jinai hizi wanafanya watukufu wetu, mabosi ndo wanafanya, sasa tutawahukumu vipi? Anafanya mkubwa, akija mahakamani hakimu au jaji yeye ni mtumishi wake, anaweza kusema mfutieni mshahara au mfukuzeni kazi. Sasa utamhukumu vipi bosi kubwa? Unaona, mtume akaambiwa hakuna mkubwa mbele ya sharia. Hukumu kwa mujibu wa amri au sharia alizoteremsha Allah. Fahkum ya Muhammadun, basi na wewe Muhammad tunakuamrisha hukumu baina nasi, yanayojiri baina ya watu, bima anzala Allahu ilaika, kwa kutumia sharia alizokuteremshia Allah. Fi hadha alkitabi alazim, sharia ambazo zimo kwenye kitabu hiki kitukufu. Wala tatabi' ahwaahum, wala usije ukafuata akili zao. Ahwa ni zile sharia wanazojitungia wenyewe, kama za Dodoma, za Mbweni. Naona wenyewe wanasema wanatunga sharia, na huko wanajiita waumini maalhaji, wanakwenda Maka. Walizopewa kwenye kitabu wazitumie, wanazidisregard, wanatunga sharia za kwao wenyewe wanazoona zinafanana na mazingira, zinawabeba. Kwa hiyo haya ndio yanaitwa ahwaahum, matamanio yao, akili zao za chuo kikuu. Na wengine hata chuo kikuu hawakwenda, wana akili za kunywea gongo tu. Walevi wakubwa wanasema ati wanatunga sharia. Kama mpo mtansamee kutumia lugha kavu. Wala tatabia ahwaahum, we Muhammad fata sharia ulizoteremshiwa, usifuate matamanio yao. Amma jaaka minal haqi, yakakutoa kwenye kile ulicholetewa katika haki. Sio kasema kwa taratibu za hapa nchi hii hichi hawatokubali, kwa hiyo bora mimi nitumie kile wanachokikubali. Hayo ndo matamanio yao. Ulichoteremshiwa na Allah usije ukakiacha kwa sababu ya kufuata walichotoa kwenye akili zao. Fahkum bainahum bima anzala Allah, hukumu baina ya watu wako kwa sharia ambazo Allah ameteremsha. Wala tatabi ahwaahum, wala usifuate mazao ya akili zao. Amma jaaka minal haqi, yakakuachisha kutekeleza yale yaliyokujia katika haki. Usije ukafata watakavyo wao, fata ulicholetewa na Mola wako. La tuwafiquhum, usije ukakubaliana nao, ala aghradihim alfasida, kwenye yale wanayoyapenda wenyewe katika maazimio yao mapotofu. Adilan, ukaacha amma jaaka, vile ulivyoletewa, vilivyokujia, fi hadha alqur'ani, kwenye hii Qur'ani. Usije ukasema kwa hapa nitatumia sharia namba 18 ya mwaka 63, wakati kwenye kitabu chako imo sharia iliyotoka kwa Mola wako. Usije ukafanya hivyo. Qala Ibn Kathir, na amesema Ibn Kathir, la tansarif, usije ukakengeuka, usije ukapotoka, anil haqi, ukaiacha haki, alladhi amaraka Allahu bihi, haki ambayo Allah amekuamrisha, ukaja ukaiacha, ila ahwai haulai, ukafuata sharia zilizotokana na akili za hawa jamaa, min aljahlati wal ashqiya, watu ambao ni wajinga, hawaelewi kilicho na manufaa, halafu ni waovu, haki wanaikataa. Usije ukawafuata hawa ukaacha ya Mola wako. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila umma ambao nimeuletea mtume, ndio likulli, kwa ajili ya kila umma.
ja'alna minkum, nimejalia kwenu nyinyi mitume niliyokutumeni, shir'atan wa minhaja, kila mtume nimempa sheria zinazoafiki kwa wakati wake na mazingira yake, wa minhaja, na nikampa muongozo unaofanana na watu wake kwa wakati wake. Sheria inaweza ikawa ni moja, lakini inabadilika vipengele vyake kutoka na zama kwa mujibu wa mazingira. Walioletewa watu wa Musa wa Taurati hayawafikiani na sisi wa sasa, kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo, na Allah ndo anafanya hayo mabadiliko. Hataki nyinyi mfanye mabadiliko, yeye mwenyewe ndo anajua kwa mazingira ya sasa na aina ya watu hawa, hili ni waondosheni, wawekee hili. Ndo kasema hapo, kila umma, kila zama mtume wake ninampa sharia zinazowafikiana na wakati huo na utaratibu wa uongozi unaofanana na watu wa wakati huo. Likulli ummatin, kwa ajili ya kila umma, ja'alna shari'atan, tumejalia sharia maalum kwa umma huo, wa tariqan, na njia ya maisha yao, bayinan wadihan, ambayo iko wazi, inafafanua kila kitu, khasan bitilka al-umma, inakuwa ni mahsusi kwa huo umma husika. Umma huu wa zama hizi unafaa uwekewe muongozo huu, na muongozo huu ulindwe na sharia za aina hii. Qala Abu Hayyan, amesema mwanawachuoni Abu Hayyan, lili yahudi shar'atun, Mayahudi wameletewa sharia zao. Nao Mayahudi wameishi kwa zama nyingi. Kuna mambo yalifanyika wakati wa mwanzo, baadaye wakaja wakabadilishiwa, na baadaye wakabadilishiwa. Lili yahudi shar'atun, Mayahudi wamewekewa sharia, wa minhajun, wakapewa na procedure ya maisha yao, minhaj. Walinasara, na kwa manasara waliokuja kushika muongozo wa Isa pia wamepewa shir'atun, sharia, wa minhaj, wakapewa na minhaj kadhalika hivyo hivyo. Walmuradu, na makusudio ya statement hii, fil ahkami, hukumu zilizokuwa zinatumika zilikuwa zinatofautiana kwa Mayahudi walioishi wakati wa Musa na baada ya Musa. Mambo yalikuja kubadilika wakati wa Isa na baada ya Isa. Wa amma al-mu'taqidu fawahidun, wa amma al-mu'taqadu fawahidun. Masala ya aqida ni moja tu, la ilaha illa Allah. Amma al-mu'taqadu, ama itikadi wanayopaswa watu kuitakidi, fawahidun, zama zote itikadi ni moja tu. Hata huko wakati wa Nuhu walikuwa wanasema la ilaha illa Allah Nuhur Rasulullah, itikadi ndo ile ile, maana Mola ndo yule yule na mitume wote wanatumwa na huyo Mola mmoja. Itikadi kwa watu waumini wa zama zote ni moja. Fa amma al-mu'taqadu fawahidun li jami'i nasi, itikadi ni moja tu kwa watu wote. Tauhidun, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imanu birrusuli, wanatakiwa watu wa zama zote waamini mitume waliotumwa na huyo Allah. Wa jami'ul kutubi, na wanatakiwa waamini maagizo yaliyomo kwenye vitabu vyote. Hata sisi tunaambiwa tuiamini Taurati, lakini kuna baadhi ya sheria zilizokuwemo kwenye Taurati hatuwezi kuziapply sasa. Hatuwezi kuikataa iliyopo kwenye Qur'ani active tukasema tutatumia hapa ile ya Taurati. Hapana. Wama tadhammanatu min al-maadi wal jazai, wanaamini watu mitume na vitabu walivyopewa hao mitume, na wanatakiwa watu wote wa umma zote wayaamini yale yaliyokuja katika vitabu yaliyozungumzwa kuhusu habari ya marejeo, maisha ya baadaye, malipo, peponi na motoni. Haya vitabu vyote vinafanana, ni mambo ya itikadi. Ama hizi hukumu za sharia huwa zina change jilun baada jili, kila generation ina na mambo yake, na mazingira ya maisha yanakuwa yanatofautiana. Walau shaa Allah, tunaenda na aya, mtume wetu ndo anaambiwa walau shaa Allah, kama Allah angetaka, la ja'alakum ummatan wahida,
angekufanyeni ninyi waja wake nyote ni umma mmoja. Yani kama kuna kitabu wameletewa watu, angepewa huyo baba yetu Adam, mtu wa mwanzo, kila wanaokuja wakaambiwa kitabu chenu ndo hicho, mila yenu ndo hiyo, sharia zenu ndo hizo. Angetaka Allah uniformity, dunia yote ingeendeshwa kwa zama zote kwa sharia moja, lakini hakutaka hivyo Allah. Walau shaa Allahu, kama angetaka Allah, la ja'alakum ummatan wahida, angekujalieni nyinyi watu nyote kuwa ni umma mmoja. Yani maana yake, lau arada Allahu, kama angetaka Allah, la jamaa an-nasa kullahum, angewajumuisha watu wote, ala dinin wahidin, wakawa wako kwenye dini moja, wa shari'atin wahidatin, na sharia yao ni moja, la yansakhu shay'un minha al-akhar, la yansikhu shay'un minha al-akhar. Angefanya kitabu ambacho hakuna umma ambao ungefuta sharia iliyotangulia, wote wangelikuwa na uniformity kwenye masala ya taa. Lakini Allah hakutaka kufanya hivyo, alikuwa anatofautisha mambo baadhi kwa sababu ya mazingira, na amefanya hivyo liyabluwakum fima atakum, akupeni mtihani kwenye anayokupeni. Anakupeni Allah mtihani, anakufanyieni mtihani, anakutahinini fima atakum, kwenye hivi anavyokupeni. Hawa kawapa hichi na hawa kawapa hichi na hawa kawapa hichi, ni mitihani kwa watu. Sharaa sharaia, Allah ameweka sharia mukhtalifa, zinazotofautiana, liyakhtabira alibada, ili awafanyie mtihani waja wake. Hal yadhinuna lihukmi llahi am yuridun, je, hawa waja viumbe wangu wataridhia hukumu za Allah au watazikataa? Kila zama wanapewa kitu kinachofanana na zama zao. Allah anawatahini, wataridhia hichi kitu au watakataa, watanigomea. Fakhalafa baina sharaia, ndo maana akatenganisha au akatofautisha baina ya sharia hii na ya wakati ule na hiyo itakayokuja. Liyanzura mutia, ili amwangalie atakayekuwa mtiifu, min al-asi, amtofautisha na yule ambaye sio mtiifu, ni muasi. Sasa nyinyi mnaojifahamu waumini, fastabiqul khairati, shindaneni katika kufanya vizuri, kila mmoja afanye bora zaidi kuliko mwenzake. Fastabiqul khairat, shindaneni katika kufanya mambo vizuri zaidi. Fasari'u ila ma huwa khairul lakum, kuweni na juhudi na bidii kufanya yale ambayo ni bora kwenu, ni kheri kwenu. Min taati llahi, katika mambo ya kuonyesha utiifu wenu kwa Allah. Wattibai shar'ihi, na katika mambo yatakayokutambulisheni kuwa mnafuata sharia zake. Kila watu kila zama zao wanatakiwa wawe na uhodari wa kushindana katika kufanya vizuri zaidi, na uzuri zaidi ufuatane na kitabu na sheria zake kwa mujibu wa ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mnatakiwa mfanye hivyo? Kwa sababu mnachokifanya leo kwenye dunia yenu hii ndo mtaji wenu baadaye, baada ya kuondoka hapa. Fanyeni vizuri ili Allah arizike na kazi yenu iwe ya kiwango bora zaidi, kwa sababu ila Allahi marji'ukum. Leo mpo hapa, lakini mkiondoka hapa ndo mnarejea kwa Mola wenu aliyewaleta hapa. Huko kuna vitu vinaenda kukaguliwa. Sasa hivyo vya kukaguliwa mvifanye vizuri. Ila Allahi marji'ukum, leo mko hapa, lakini marejeo yenu ni kwa Allah, mtarudi kwa yule aliyewaleta hapa, mtarudi kwake. Jami'an, nyote, habaki hata mmoja. Ila Allahi marji'ukum jami'an, kwa Allah ndiyo marejeo yenu nyote. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, mkifika kwa Mola wenu atakwenda kukujuzeni yale ambayo hapa duniani mlikuwa mnakhitilafiana, mnatofautiana. Huyu kakubali, huyu kakataa, huyu kafanya vizuri sana, huyu kafanya haijambo, huyu kasema hivi, mwingine kampinga.
Leo mnahitilafiana, lakini hitilafu zenu kuna siku mtaenda kupewa ufafanuzi. Sasa wewe usende huko ukaenda ukawa umekosea. Jitahidi kufanya vizuri, ukienda huko uwe umepatia. Kwa Allah ndio marejeo yenu nyote kwa ujumla wenu. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Mkirudi kwa Mola wenu anakwenda kukujulisheni kwenye yale ambayo kwenye mazingira yenu ya kawaida ya maisha mlikuwa mnatofautiana. Maadukum wa masirukum ayuha nasu ila Allah. Marejeo yenu na mafikio yenu enyi watu ni kwa Allah yaumal qiyama, siku ya kiyama. Fayukhbirukum bima ikhtalaftum fihi. Mkifika kwa Mola wenu aliyewaumba atakwenda kukupeni detailed report kwenye yale mliotofautiana. Na kweli tunatofautiana, tunahukumiana, yule wa motoni, yule wa wapi, kama umepewa daftari manake. Na wengine tutakosa, naona kama wanaidhinisha watu, wengine tutakosa fursa. Kwa hiyo mnatofautiana leo, lakini kwa Mola wenu mnarudi. Mkirudi kwa Mola wenu atakwenda kukupeni habari juu ya yale mliotofautiana, min amri dini, kwenye masala ya dini, wa yujazikum bi a'malikum. Mkifika kwake anaenda kukulipeni kwa mujibu wa utendaji wenu. Nini umefanya ndo utakacholipwa. Umefanya kizuri, kazi yako umejifanyia mwenyewe, ni nzuri kwa faida yako. Umeharibu, utavuna uharibifu wako. Wa anihkum bainahum bima anzala Allahu. Anaambiwa mtume wetu bado Muhammad, na wewe tunakuambia kama tulivyowaambia wenzako Musa, Isa. Wa anihkum bainahum, na wewe Muhammad hukumu baina ya watu bima anzala Allahu, kwa muongozo na sharia alizoteremsha Allah. Wala tatabi ahwaahum, chonde usije ukafuata rai zao, sharia zinazotokana na akili zao usizitumie. Yani uhkum baina ahli alkitabi bihadha alqurani. Wewe kiongozi, na katika jumla ya raia wako wamo hawa watu wa kitabu, wakija kwako na kesi zao wahukumu kwa sharia ya Qur'ani ulioteremshiwa. Wala tatabi ahwaahum azaifa, wala usije ukafuata sharia zilizotungwa na akili zao mbovu. Wahdharhum, na tahadhari nao sana watu hawa, watu wa kitabu. Wahdharhum, watahadhari sana hawa, an yaftinuka an ba'dhi ma anzala Allahu ilaik, wasije wakakufitinisha ukaja ukaacha baadhi ya alivyokuteremshia Allah. Maana wana lugha za ushawishi kidogo, wanaweza wakakujia na lugha tamu. Sasa wewe unataka kuridhiana na watu, alafu unatumia lugha kama hii, ondoa hii. Unataka kukubaliana na watu, alafu una sharia ngumu kama hizi, atakubali nani? Fata hii, usije ukawasikiliza. Ihdhar haulai al-a'da'i, ewe Muhammad, watahadhari sana hawa maadui wa Allah. An yusarrifuka an shari'ati Allahi, wasije wakakutoa kwenye kutumia sharia za Allah. Fa innahum kadhibatun, hawa ni watu waongo. Kafaratun, halafu ni watu wa makafiri. Ile kukufuru ni tenda wamechukua. Khaunatun, halafu ni watu wenye khiana. Wanaweza kuja na tabasamu kubwa ukawaona watu wa kheri, lakini wana mambo wameficha nyuma. Wanaweza wakakutelezesha mara moja. Tahadhari nao sana. Fa intawallau, wakikataa kukubaliana na muongozo uliopewa, fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Ilo lisikushtue, elewa tu kwamba Allah anataka awaadhibu kwa sababu ya baadhi ya makosa yao. Ukiona unawaita kwenye kheri, kwenye dini, kwenye sharia hawataki, wala lisikupe shida, kwa sababu hiyo ni alama ujue annama yuridu Allahu, anataka Allah an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim, Allah awaadhibu kwa sababu ya baadhi ya makosa yao. Fa in aradu, watakapokataa utakapowaita, anil hukmi bima anzala Allah, wakakataa kuitekeleza hukumu ya sharia aliyoteremsha Allah. Wa aradu ghairahu, wakataka utumie sharia nyingine utaipata wapi baada ya aliyokupa Allah?
Wakikufosi utumie sheria nyingine, fa'lam ya Muhammadun, elewa ewe Muhammad, annama yuridu Allahu an yuaqibahum, anachotaka Allah ni kwamba watakapofanya makosa hayo awaadhibu bibaadhi ijramihim, kwa baadhi ya makosa yao wanayoyafanya hapa duniani. Wa inna kathiran minan nasi lafasiqun, na wengi katika watu hapa duniani hawaridhiki na mpango wa Allah, wanakuwa ni waasi, wanamuasi Allah. Wengi wanakuwa ni hivyo, wachache ndo wenye woga, wenye imani, lakini wengi katika dunia hii wanakuwa ni waasi, hawayakubali mambo ya Allah. Yani akthara nasi kharijuna an taati rabbihim, majority ya watu hawako katika taa ya Mola wao. Mukhalifuna lilhaqi, wanakinzana na haki. Kitabu wanacho lakini hawakielewi, hawakiamini, hawakitumii. Wanatumia maandiko yaliyopangwa na akili za viumbe. Wengi wako hivyo. Munahamikuna fil maasi, wametopea kwenye maasi. Wengi wa watu wako hivyo. Kwa hivyo elewa, utakapowaita kwenye haki hawataki, elewa hao ni watu wa aina gani. Allah atawaadhibu katika dunia hii kwa baadhi ya makosa yao, na huko wakirudi atakwenda kuwapa permanent punishment. Afa hukma aljahiliyati yabghun, wamepewa hukumu na wao wanasema wanamuamini Allah. Kwa nini wanapenda hukumu ya kijahilia? Hukumu ya kitabu ipo, wanaielewa, wanaikataa. Afa hukma aljahiliyati yabghun, hivi wana prefer, wanachagua, wanapenda hukumu ya kijahilia. Alistifhamu lilinkari, Allah ameuliza swala hapo, afa hukma aljahiliyati yabghun, wanachagua hukumu ya kijahil, ni swala. Lakini alistifham lilinkari, swala hilo maana yake ni kukataa. Haimkiniki wachague hukumu ya kijahili wakati ipo hukumu ya haki. Wataubihi, halafu ni bezo, Allah anawabeza. Walmaana, maana yake ayatawallawna an hukmika, wanaikataa hukumu ya kitabu chako. Wayabtaghuna ghaira hukmi Allahi, na wanakwenda kuchagua, wanapenda wahukumiwe kwa hukumu isiyokuwa ya Allah. Wa huwa hukmu aljahiliya, na hukumu isiyokuwa ya Allah, hiyo ndo hukumu ya kijahilia, ya kijinga. Waman ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun, nani ni mzuri zaidi wa kutoa hukumu anayemshinda Allah? Kwa watu wenye yakini. Kwa watu wenye yakini wataelewa ni nani mwenye uwezo wa kutoa hukumu nzuri zaidi kumshinda Allah. Hayupo. Yani waman a'dalu min Allahi fi hukmihi, ni nani muadilifu zaidi anapoleta hukumu yake kwa watu anayemshinda Allah? Hakuna anayemshinda Allah kwa uadilifu. Kwa hiyo hukumu iliyotoka kwa Allah ndo hukumu ya uadilifu zaidi kuliko hukumu nyingine yoyote. Wa asdaqu fi bayanihi, nani mkweli zaidi akisema kumshinda Allah? Allah akisema anasema ukweli zaidi kuliko yoyote yule aliye mkweli. Wa ahkamu fi tashri'ihi, halafu Allah yeye anapoweka sharia yake anaiweka vizuri zaidi. Hivyo alivyoweka Allah ndivyo inavyostahiki, vingine vyovyote inakuwa sio sawa. Hakuna ambaye kwanza ni muadilifu kwenye hukumu yake, mkweli kwenye maneno yake, sharia yake inawafikiana na maumbile ya binadamu kumshinda Allah. Liqaumin yusaddiquna bil aliyil hakim, lakini haya ni kwa wale watu ambao wanamsadiki Allah aliyetukuka na mwingi wa hikma, mwenye hikma, anayejua kuliweka kila jambo mahala pake. Kwa leo tunaweka hapo kwenye aya nambari 50. Tutakuja kuondokea kwenye aya ya 51 kwenye darasa ijayo, ila narudia tena mara moja tafsiri ya neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha, tumewaandikia kwenye kitabu chao hicho cha Taurati, anna nafsa bin nafsi,
anayeua na yeye auawe. Anauawa mtu kwa sababu kaua. Wal aina bil aini, na jicho kwa jicho, litatolewa jicho lake mtu ikiwa yeye kamtoa mtu jicho. Wal anfa bil anfi, pua kwa pua, atanyofolewa mtu pua yake ikiwa na yeye alimnyofoa mwenziwe pua. Wal udhuna bil udhuni, sikio kwa sikio, kama kamngoa mtu sikio na lake linangolewa. Wasinna bisinni, na jino kwa jino, kamngoa mtu jino na lake linangolewa. Waljuruha qisas, na majeraha wanapopeana watu yalipiziwe kisasi. Akimtia mtu jeraha na yeye arejeshewe jeraha kama lile pale pale. Faman tasaddaqa bihi tumesema kuna tafsiri mbili. Man tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu, atakayehukumiwa kwa sheria hii ya Allah akakubali, akajua kweli nimekosea na ninastahiki adhabu, inakuwa ni kafara ya kosa lake. Kesi hiyo inakuwa imeisha, sababu imehukumiwa hapa kwa amri au sharia ya Allah. Na tafsiri ya pili wanasema katika masala ya mwenye mlalamikaji na mlalamikiwa. Mlalamikaji akiamua kusamehe kesi yake, basi na yeye atasamehewa na Allah, inakuwa ni kafara kwa makosa yake yeye pia. Fahuwa kafaratun lahu, kukubali au kutasaddaq inakuwa ni kafara kwake. Waman lam yahkum bima anzala Allahu, mtu yoyote asiyehukumu kwa sharia alizoteremsha Allah, faulaika humu dhalimun, hawa wanakuwa mbele ya Allah ni madhalim. Waqafaina ala atharihim bi Isa, tukafuatisha baada ya Musa na manabii walokuja baada yake, baadaye tukamuunganisha na Isa ibn Maryam, mtoto wa Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taura, Isa akaja baada ya hao manabii kusadikisha maagizo ya kitabu kilichomtangulia cha Taurati. Wa atainahu al-Injil, yeye Isa tumempa kitabu chake cha Injil. Fihi hudan wa nurun, kwenye Injili kuna muongozo kwa watu na nuru ya kuangazia. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taura, Injili ya Isa ilikuwa inayasadikisha maagizo ya kitabu kilichokuja kabla yake cha Taurati. Wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin, na Injili ilikuwa ni muongozo na mawaidha kwa wacha Mungu. Waliyahkum ahlul injili bima anzala Allahu fihi, tukatoa agizo letu kwa watu waliopewa Injili, na wao wahukumiane kwa maagizo au kwa sheria alizoteremsha Allah. Watu wa Injili walitakiwa wahukumiane kwa sheria alizoteremsha Allah. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote asiyefanya hivyo, faulaika humul fasiqun, hawa wanakuwa ni wahuni waasi. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi, na wewe Muhammad tumekuteremshia kitabu kwa haki. Musaddiqan lima baina yadayhi, kitabu chako cha Qur'ani kinasadikisha maagizo ya vitabu vilivyokuja kabla yake. Min alkitabi, katika vitabu vilivyotoka mbinguni kwenye Lauhil Mahfuz. Na kitabu chako wa muhaiminan alayhi, ni kitabu kilichocompile maagizo ya vitabu vyote vilivyotangulia. Hichi ndo kitabu bora zaidi. Fahkum bainahum bima anzala Allah, kwa hiyo na wewe tunakupa agizo lile lile, hukumu baina ya watu ambao umeteuliwa uwe kiongozi wao kwa mujibu wa sharia alizoteremsha Allah. Wala tatabi' ahwaahum, wala usifuate matamanio yao. Amma jaaka min alhaqi, yakakutoa kutumia vile vilivyokujia katika haki. Usifate matamanio yao, sharia wanazotunga wao, wakakulazimisha kuziacha alizokuletea Allah za haki. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila umma kati yenu tumeujalia sharia maalum na minhaji maalum. Walau shaa Allahu, kama angetaka Allah, la ja'alakum ummatan wahida, nyote duniani angekufanyeni ni umma mmoja zama zote. Lakini hakufanya hivyo, katofautisha. Liyabluwakum fima ataakum, ili akujaribuni kwenye alivyokupeni. Ndo kama hivi watu wanavyotambiana. Mayahudi wanasema kitabu chetu bora zaidi kuliko kitabu chenu.
Kitabu chetu kimekuja mwanzo kuliko kitabu chenu, kwa hiyo chetu cha mwanzo kinastahili zaidi kufuatwa kuliko hicho cha mwisho. Nani kakwambia hivyo? Kipimo gani umetumia? Kwa hiyo huu ni mtihani Allah kawapa waja wake. Yote ni mitihani ya Allah kwa waja wake. Liyabluwakum fima atakum, amefanya hivi ili yakujaribuni kwenye anachokupeni. Fastabiqul khairati, nyinyi wenye akili shindaneni katika kufanya vitu bora, shindaneni katika kufanya khairi. Ila Allahi marji'ukum jami'a, leo mpo duniani lakini msije mkasahau siku moja nyote mtakuwa mmerudi kwa Allah. Mkirudi kwa Mola wenu, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yeye ndo atakwenda kukupeni taarifa kwenye yale mambo ambayo duniani mlikhtilafiana. Hapa mnakhtilafiana, mnahukumiana, hatua za kinidhamu mnapeana. Mkirudi kwa Mola wenu anaenda kukupeni taarifa kamili ya khitilafu zenu. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah, na wewe Muhammad tunakuagiza hukumu baina ya watu kwa kutumia sharia alizoteremsha Allah. Wala tattabi' ahwaahum, wala usifuate sharia zao walizotunga wenyewe. Wahdharuhum, na watahadhari watu hawa, an yaftinuka, wasije wakakufitini, an ba'dhi ma anzala Allahu ilaik, wakakutoa kwenye matumizi ya baadhi